So Bi Khadija, wewe ulianzia wapi hasa? Manake game kila mtu na sehemu yake ambayo alitokea. Mimi nilianza mbali sana. Mimi kwenye sanaa nilianza mbali sana. Nilianza mbali sana. Mimi toka niko kwenye kipindi kile huku Jakaya huku Amka. Kipindi kile mimi ndo nilikuwa Amka na kulikuwa na Jakaya. Walikuwa vipindi vikundi na kipindi hicho haya mambo hayajatanuka sana, hizi station sijui hizi nini hapa tulikuwa na ITV na nini ile Channel 5 ndo zilikuwepo hizo, ndo kipindi hicho ndo zimetamba sana, ndo zilizokuwepo. Na kipindi kile ndo tulikuwa tunafanya tamthilia. Kipindi kile ndo nilipoanzia pale sanaa. Lakini sasa hivi nashukuru Mungu kwa kweli sanaa imetanuka. Sanaa imetanuka, station ndo kama hayo, Azam TV ndo inanyanyua watu kama hivyo. Kabisa. Yaani inakuwa ni shida, yani sasa hivi imekuwa ni tofauti na zamani tulivyokuwa tunafanya. Sio shida, baraka hizo zimekuwa. Ni baraka, ni baraka. Zimekuwa baraka, au sio? Kwa hiyo mimi sanaa nilianzia kipindi kile na ulikuwa na kina nani wakati kwenye zile kikundi chako? Kikundi changu kile nilikuwepo na kina Stanley Msungu, nilikuwepo na kina Lamata, Lea Mwenda Mseke nilikuwa naye. Tulikuwa na wasanii wengi tu tulikuwa nao, ambao na kuna wengine sasa hivi nao wanaonekana au wanajulikana. Kwa hiyo unafurahi unapoona mwenzangu huyu tumetoka huku sasa hivi tuko huku, nakuwa ni furaha zaidi. Kwa sasa hivi ni zaidi ya miaka 20 upo kwenye nani? Zaidi ya miaka 20 nafika. Zaidi ya miaka 20. Mimi nimeingia kwenye sanaa kutokana na yani mdogo wangu jinsi nilivyokuwa namuona. Mimi mdogo wangu ananifuata, anaitwa Omari naye. Kipindi kile akinatamba nini kile Isuka ile katoka tafsiria Isuka. Sultani Tamba. Wale ndo walishirikiana mdogo wangu kutengeneza Isuka ile. Hata kipindi kile anaenda mazoezini, anafanya hivi, anafanya niko bize na mambo yangu, lakini namuangalia, sio kama nasimwangalie. Namuangalia anachokifanya hivi, baadaye inabidi nikatamani. Nikaanza na mimi. Sasa mimi baada ya kwanza naye kaacha. Mmepishana. Kwa hiyo mimi ndo hivyo nimeanza. Sasa hivi namshukuru Mungu hapa nilipofikia. Yeye mwenzangu kata tamaa. Alikata tamaa ama alikata tamaa kabisa, akaanza na mambo yake mengine. Shida nini ilikuwa wakati wa kipato? Kipato, yani kipindi hicho sanaa ndugu yangu. Kipindi kile ilikuwa tough. Yani sanaa, yani sasa hivi mpaka unatuona watu tumefikia hapa tulipofikia. Tumepambana sana. Meruka viunzi. Sasa yeye alishindwa. Na kipindi kile kama ukuwa na moyo huwezi kuendelea na sanaa, kwa sababu unahitajika upate hela, nauli, upate nini, upate mahitaji yako, lakini sanaa ikulipi. Yani wengine walikuwa tunaenda kama hobby tu vile, yani unapenda kitu fulani, umeona lazima niende, lazima, lakini Mungu amebless. Wanasemaga uvumilivu hula mbivu. Sasa hivi tunakula mbivu. Alhamdulillah. Sawa.